Okay, niseme hivyo. Sawa. So, leo ofisini kwangu nimetembelewa na rafiki yangu Zedi Lutema hapa. Umeona? Jamaa yuko vizuri sana kwenye kutengeneza content za Kisukuma, na of course nilimuita kwa ajili aje anisaidie kidogo, kwa sababu mimi ni Msukuma sawa, lakini sikubahatika kuwa najua kuzungumza Kisukuma. Kwa hiyo aanze kuwa ananifundisha mawili matatu na mimi niweze kukijua Kisukuma. Kwa hiyo kwa siku ya leo nitakwenda kumuuliza maswali machache, na ningependa sana nielekeze kuhusu issue za salamu, yani namna ya jinsi ya kusalimiana. Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi hapa ambapo tumesalimiana na ndugu yangu, kwema kaka? Kwema kabisa. Safi. Sasa ningependa nieleze kwa Kisukuma tulivyosalimiana hivi tunaweza tukasalimiana vipi? Sawa, kwa Kisukuma kama alivyosema Karase. Yes. Kama alivyosema ndugu yangu Karase hapa kuhusu salamu za Kisukuma kwamba inakuaje, safi. Kwa Kisukuma huwa tunapenda kusalimiana, tunasema marangosha mara. Marangosha. Ngosha mara. Sawa. Ya sawa. Kwa hiyo sasa kama anasema hivyo, kwa hiyo marangosha. Mara sana. Mara tu. Sasa salamu ya marangosha. Marangosha. Ya sawa. Sasa ningependa kumuuliza machache kuhusu hizi salamu, kwa sababu Wasukuma nasikia wana salamu nyingi sana na zinatofautiana kwa muda. Kwa mfano, watu wanasalimiana asubuhi. Kwa asubuhi watu wanasalimiana vipi? Salamu ya asubuhi huwa tunasalimiana mwangaruka. Sasa pale nategemeana ni nani utamtaja cheo chake pale ambaye unamsalimia. Kwa mfano unamsalimia labda mama. Ndiyo. Mwangaruka Mayo. Kwa hiyo mama ni Mayo. Mama ni Mayo. Sawa. Sasa kisha msalimia hivyo Mwangaruka Mayo, na yeye ataitikia Mwangaruka. Sawa. Kisha itikia hapo Mwangaruka, utasema emiza au ingwashi au inkamba. Na maana hapo ukiwa mtoto sasa, si ndio hivyo? Au inkera. Yaani pale sasa wewe unampa heshima yake. Sasa ile ukishaanza kusema ile imiza, kwa mfano yeye anasalimiwa imiza, utasema imiza. Yeye anasalimiwa imwashi, utasema imwashi. Pale ile ni heshima yake ambayo sasa unampa nafasi ya yeye kuja kukusalimia, kukupa ile heshima yake. Yaani heshima yako wewe unatakiwa kusalimia, kukwambia mwababa au mwamayo. Unaona, na hapo salamu inakuwa imekamilika. Na ile emiza na imwashi zile huwa mtoto kama mtoto ukizaliwa unafundishwa. Unapofundishwa kama unavyofundisha tu mtoto kwenye Kiswahili kwamba salimia hivi, shikamo, salimia hivi, basi na kwenye salamu za Kisukuma unafundishwa ukiwa mtoto kwamba sio mara tu, yani kama tulivyosema kwamba marangosha. Ile sasa yule ni mzazi, inabidi umtofautishe kwa kusema ule wimbo wake ambayo ndio mwashi imiza. Ule tulikuwa tunaita wimbo. Wimbo. Sasa ule wimbo ni heshima yake, ile unamtofautisha na wengine. Sawa. Maana unaweza ukasema tu ngaruka mayo lolote ile la barabarani, ngaruka mayo mara mkamaliza. Lile ni la barabarani, lakini huyu wa nyumbani lazima umpe heshima yake kwamba imiza. Sawa. Na yana kusalimia mwababa. Sawa. Sasa hiyo ilikuwa ni salamu ya asubuhi, amesema ni Mwangaruka. Sawa, kwa asubuhi ni Mwangaruka. Na kwa mchana sasa tumemalizana na masuala ya asubuhi, na mchana huwa unaanzia kuanzia saa ngapi salamu inabadilika ya Kisukuma? Salamu ya Kisukuma huwa inabadilika kuanzia saa 6. Saa 6 mchana. Ile ya asubuhi inaisha kabisa ya asubuhi. Tuendelee. Ile salamu ya asubuhi inaishia saa 6. Inaanza ya mchana. Ndio. Ikifika saa 6, kwa mfano ulikuwa umetoka umerudi sasa nyumbani, unakuja unasalimia mwadera. Mwadera. Na hii sasa wengi ndio wanaifahamu sana, kwa sababu hii ni salamu ya muda wa mchana, kwa sababu inasikika sana kwamba mwadera mayo, mwadera baba. Basi ukisalimia hivyo, ndio ile mwadera mayo
kama asubuhi ulimsalimia kupiga mwababa, mchana hauwezi ukasalimia tena ile imiza ile uwezi ukaisema. Na maana zile za imiza zile kama mlisalimiana asubuhi basi zitakuwa zimefanyeje? Zimeisha asubuhi. Lakini kama ndo mmekutana tena huo muda, inabidi tena uiseme ule wimbo, useme ule wa imiza au mwashi au kamba. Yani ni kulingana na wao wazazi walikufundisha sisi tunasalimiwaje. Sawa. Kwa sababu kila familia huwa ina wimbo wake. Yani na maana kwamba kumbe sio kwamba kila mtu, yani kwamba sio kila mtu ni mmiza na sio kila mtu ni mwashi. Kwa hiyo inategemeana na familia au ukoo huo. Sawa. Lazima ulijue hilo. Sawa. Kwa mchana ni mwadela kama mwadela. Sawa. Na hapa kwenye wimbo wakati mwingine unaweza ukakuta wewe labda ndio umefika kwenye ile familia, lakini wale watu wana heshima fulani. Kwa mfano labda wana heshima ya mama, baba, mjomba. Ndio. Ukitaka kujua ule wimbo sasa, ulikuwa si haujui, unataka kujua, lazima uulize kwamba Mwangaruka Mayu. Akiitikia Mwangaruka, unamuuliza unayemsalimia, unamuuliza kwamba nakugisha kinehe. Maana yake ule wimbo ni tikieje? Kwa hiyo na maana kumbe wale unakuta mtu anafika tu anapiga, labda naonaga wengine wanasalimiana tu, alafu nashangaa nakwambia eminza labda au emwashi. Na maana wale unakuta ni kumbe huwa ni kama wanaenda kinyume cha utaratibu. Ni kama vile anakubaka tu kwenye ile salamu au anakuunganisha kwenye ile salamu. Lakini unakuta sio mwenye ile salamu. Pengine anakuwa amepatia. Lakini kikawaida kabisa Kisukuma ambacho sisi tumekikulia au kinavyotakiwa, inatakiwa uulize. Sawa. Tuendelee sasa. Ndio. Hiyo ni mchana, ni umesema ni mwadela. Asubuhi Mwangaruka. Sawa, nasikia sasa kwa Wasukuma bwana, ukiachana na asubuhi na mchana na jioni pia ama usiku pia huwa kuna salamu yake. Ni kweli hili swala? Ni kweli, lakini ukweli wake uko hivi. Ndio. Ile mwadela huwa inadumu mpaka usiku. Ile mwadela ya kuanzia saa 6 hivi. Lakini huwa kunabadilika baadhi ya namna ya kuitikia. Ndio. Kwa mfano ulitoka asubuhi umemsalimia Mwangaruka, ukirudi ile mchana kama nilivyokuwa